Mahafali hoye! Sijasikia vizuri. Mahafali hoye! Wahitimu safi! Mheshimiwa mgeni rasmi, Mchungaji Dr. Joseph Mayala Mitinje, mwenyekiti wetu wa bodi ya baraza la wadhamini Africa Inland Church Tanzania, Baba Askofu Enoch Zakayo Bugota, makamu wa askofu mkuu Africa Inland Church Tanzania na askofu wa Diocese ya Shinyanga, Mchungaji Mwalimu Josephales Mtebe, katibu wetu mkuu wa Africa Inland Church Tanzania, Mwalimu Bwire Silas Bwire, mkurugenzi wa huduma ya jamii, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Shinyanga, mganga mkuu hospitali ya mkoa wa Shinyanga na mganga mfawidhi hospitali ya mkoa wa Shinyanga, mkuu wetu wa idara Africa Inland Church Tanzania, mkuu wa chuo, viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi mbalimbali, watumishi wa Mungu, wachungaji na mashehe mlioko hapa, watumishi wote wa hospitali na chuo, ndugu wazazi, walezi na wadhamini, kwa wanafunzi wetu, ndugu wahitimu wote, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimesimama kwenu kuwaletea salamu za kampasi yetu ya Kolandoto tawi la Mwanza. Ndugu mgeni rasmi, kwa mara nyingine ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa neema ya uhai na afya njema tukaweza kujumuika kwenye sherehe hii ya mahafali ya 14 chuo cha sayansi za afya Kolandoto Shinyanga, mahafali ya 3 chuo cha Kolandoto tawi la Mwanza na mahafali ya 8 chuo cha Bishop Kisula, ambayo kwa kweli ni udhibitisho wa uhai wa taaluma katika chuo chetu. Kolandoto na kampasi zake ni ushahidi wa nidhamu, jitihada na bidii ya wahitimu hawa, na tunamshukuru Mungu sana na tunajivunia mafanikio ya wahitimu wetu. Wahitimu hoye! Nataka kutumia jukwaa hii kwa shukuru na kuwapongeza walimu wote kwa namna ambavyo wamehusika katika kuandaa wahitimu wetu kuanzia mwanzo wa safari yao ya kujiunga Kolandoto na kampasi zake na hata sasa wanahitimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa faida ya wageni wetu walioko hapa, naomba nitambulishe tu kuwa Kolandoto tawi la Mwanza tunapatikana katika jiji la Mwanza, eneo la Kisesa. Ni karibu kabisa na mahakama ya Mwanzo na ni jirani kabisa na jiwe la Mkapa. Kwa sasa tunatoa kozi ya utabibu na ufamasia, na shauku yetu ni kuongeza kozi zingine kulingana na mahitaji halisi ya nchi yetu. Kampasi yetu ina utajiri wa ardhi ya kutosha inayoruhusu upanuzi wa campus. Miundombinu ya uanzishwaji wa kozi mpya ndio pungufu tu kwa sasa, lakini ardhi ya kutosha tunayo, na natumia fursa hii kushukuru kanisa kwa kutupa ardhi hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninapenda kutumia nafasi hii kumshukuru katibu wetu wa Africa Inland Church Tanzania pamoja na viongozi wote ngazi zote za kanisa kwa jitihada zenu za kushirikiana nasi katika kutengeneza mazingira bora na wezeshi ya mafunzo kwa kazi na katika mafunzo. Hatuna mashaka juu ya mafunzo juu ya utoaji wa mafunzo bora, kwani tumejiimarisha kwa rasilimali watu, miundombinu bora, vitendanishi, malazi, mazingira, usalama, malezi, huduma zingine za jamii. Na nitumie fursa hii kutangaza tu kwamba dirisha la udahili liko wazi kwa vyuo vyetu. Tunawaomba wala ambao wana nia ya kujiunga na vyuo vya afya waweze kutumia fursa hiyo.
Kwa Mwanza tuna nafasi ya ufamasia pamoja na utabibu, lakini hii inawalenga wale wote ambao wamemaliza kidato cha 4, kidato cha 6 na wale wote ambao wanajiendeleza. Tangu mahafali ya mwaka jana tumejionea mafanikio mengi sana katika kampasi yetu. Zipo za kitaaluma pamoja na zingine, lakini naomba niseme tu chache hizi 3. Tumefanikiwa kuongeza udahili kwa mwaka wa kwanza, lakini pia tumefanikiwa kuongeza hospitali wa shirika kwa ajili ya mafunzo ya vitendo. Lakini kubwa kuliko ni kwamba kampasi yetu imechaguliwa na baraza la NACTVET kuwa kituo cha kuratibu mitihani ya kikanda inayoundwa na vyuo vitano, yaani Zonal Examination Coordination Center. Tunamrudishia Mungu sifa na shukrani kwa hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya management na jumuiya ya Kolandoto Mwanza, napenda kuwashukuru taasisi na wadau mbalimbali ambao wamefanikisha mafunzo ya wahitimu wetu. Zipo mamlaka za usimamizi, mabaraza ya kitaaluma, hospitali mbalimbali, maduka ya dawa, chuo mama Shinyanga na wadau wengineo wote. Tunawashukuru sana. Lakini tunatambua mchango wa wazazi wetu, wa wanafunzi wetu pamoja na walezi na wahisani mbalimbali katika kuwahudumia wahitimu wetu na hatimaye kufanikisha safari yao. Naomba tuongeze hayo makofi kwa ajili ya wazazi. Naomba nihitimishe salamu hizi za campus kwa kuwapongeza wahitimu wote kwa mafanikio makubwa mliopata. Nataka tu kusema kwamba hii ni siku ya furaha kwenu, ni ushuhuda wa juhudi zenu, ni mwanzo wa safari mpya za mafanikio makubwa katika maisha yenu. Mnapoazimisha mafanikio haya, lakini pia tunawaalika kuendelea kuwa jamii ya watu wenye maono makubwa, moyo wa kujituma na nia ya kujenga taifa letu. Elimu mliopata ni silaha muhimu itakayowawezesha kubadilisha maisha yenu na kuleta maendeleo kwa jamii yetu na nchi yetu kwa ujumla. Ninawatakia kila laheri katika njia yenu mpya. Muendelee kuonesha viwango vya juu vya uzalendo, uadilifu na ushirikiano. Kumbukeni tu kuwa ninyi ni viongozi wa kesho na majukumu makubwa yanaongojea. Mwenyezi Mungu awabariki sana na mafanikio yenu yakawe motisha kwa wengine kujifunza na kufanikiwa. Mahafali hoye! Mheshimiwa mgeni rasmi, Mchungaji Dr. Joseph Mayala Mitinje, mwenyekiti wa bodi yetu ya baraza la wadhamini wa Africa Inland Church Tanzania, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sasa naomba kumkaribisha mkuu wa campus ya Chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi Bishop Kisura kwa ajili ya salamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mchungaji Dr. Joseph Mayala Mitinje, mwenyekiti wa bodi ya baraza la wadhamini Africa Inland Church Tanzania, wageni waalikwa, wazazi, mabibi na mabwana na watu wote, itifaki imezingatiwa. Ndugu mgeni rasmi, kipekee napenda kuleta salamu za upendo kutoka Chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi Bishop Kisula. Ninawapenda sana na Mungu awabariki kwa kuweza kufika katika siku hii ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mchungaji Joseph Mayala Mitinje, mwenyekiti wa bodi na baraza la wadhamini la AICT. Napenda
awali ya yote napenda kukushukuru sana na kumshukuru Mungu kipekee kwa wewe kuwa sehemu ya furaha ya katika mafanikio ya mahafali yetu ya siku ya leo. Pia napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa washiriki wote wa mahafali hii ya 14 ya Chuo cha Sayansi za Afya Kolandoto, mahafali ya 3 ya Chuo cha Sayansi za Afya kampasi ya Mwanza, na mahafali ya 8 ya Chuo cha Sayansi Shirikishi Bishop Kisula. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kueleza kidogo kuhusu Chuo cha Sayansi za Shirikishi Bishop Kisula. Ni chuo ambacho ni tawi la Kolandoto na kipo katika mkoa wa Simiyu, wilaya ya Busega, kata ya Mkula, barabara kuu kuelekea Musoma, kilomita 10 tu kutoka kabla hujafika Lamadi. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo kimeanza rasmi mwaka 2013 kwa kusajiliwa na usajili kamili wa Baraza la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi NACTIVATE, pamoja na Baraza la Taaluma ya Uguzi kutoa kozi moja tu ya uguzi na ukunga. Mafanikio ya taasisi yetu, tumeweza kufanikiwa mpaka sasa kuongeza udahili kwa mwaka wa masomo wa 2025-2026 kwa kuongeza wanafunzi wanaosoma chuo cha uguzi, lakini mafanikio makubwa ni wanafunzi na wahitimu wetu kuwa na nidhamu ya hali ya juu na ufaulu mzuri. Hongereni sana wahitimu. Ndugu mgeni rasmi, naendelea kutoa shukrani kwa ushirikiano mzuri wa kanisa na taasisi zote 3 katika kuendeleza na kuboresha taasisi yetu. Mwisho, nashukuru sana wazazi, wageni waalikwa kwa kushiriki pamoja nasi. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mchungaji Daktari Joseph Mayala Mitinje, mwenyekiti wa bodi ya Baraza la Wadhamini wa Africa Inland Church Tanzania, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sasa namkaribisha mkuu wa Chuo cha Sayansi za Afya Kolandoto kwa ajili ya kumkaribisha katibu mkuu wa Africa Inland Church Tanzania kutoa salamu za kanisa.